Na hii Kenya si ya Wakikuyu. Kabisa, kweli ni ya Wajaluo. Na hii Kenya si ya Wajaluo na si ya Mluya. Hii Kenya ni ya watu wote. 47 tribes. Na sisi wenyewe tunakanga tu wenye wanabeba kwa gari. Sisi unaona kuna conductor, ukipata conductor ni Mkale, driver ni Mkikuyu. Wajaluo, Waluya, abiria. Wakizii wote ni abiria wote. Tuko nao ndani ya gari ya abiria. Kula miwa. Lakini driver ya Kenya mbona lazima tu akue Mkikuyu? Na wasipopata hiyo driver wanasikia vibaya zaidi, wanasema hii Kenya iko sawa. Sasa hiyo Wakikuyu si driver ni makanga na wana complain. Sisi wana makanga, sisi ni abiria, tutam, abiria tutam. Abiria ndio wanaomba tutam. Wanaimba kitu. Na makanga anasema ni mbaya. Kwani tulilaniwa Wajaluo? Tulilaniwa. Sasa hii bado coming 2032 president baada ya kuwa Mkikuyu. Inatoka Wakale, Wakikuyu. Wakale, Wakikuyu. Reason ni hii. Na niliwaambia, mnakumbuka ile kesi ya Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto? Mnakumbuka? Lawyer alikuwa nani? Si Kindiki. Wape mtu mwingine president washikwe. Ni wajinga. Wapi? Wewe unadhani mbona wamefight wakatoa Gachagua? Gachagua angekuwa rais 2032. Angerudisha hiyo case apate leo kitu kidogo. Si mnajua Gachagua? Hadi atoa kitu kidogo washikwe. Hata msidhani ati Gachagua alitolewa juu anaropokwa. Si hivyo. Uhuru Kenyatta alikaa chini mahali na Ruto. Wakasema huyu Gachagua naye mwenye anaropokwa. 2032 tukipea rais tunashikwa. Na 2032 rais ya Kenya mtaona huyu Kindiki atapewa direct. Ndio ile kesi ikanyagwe bado chini. Hiyo sauti. Sasa Kindiki ataichukua 2032 mpaka 2042. 10 years. Speaker wewe uko hapa sasa kuna 50 years. Kindiki anakonga 10. Ruto anataka kumaliza 7, hiyo ni 17. 17 plus 50 yako 67. Bado wewe uko tuta unafanya nini hapa? 57 years. Sisi ni Wanyanza, wewe utakuwa 57 years na kuna uongozi yote ya rais tumuwai simama tukapata. So kwani hii Kenya tumeweka kabila mbili? Na wale wako wengi na wako na kura lakini hawako pamoja. Wajaluo wako wengi wako na kura lakini hawako pamoja. Kila mtu anataka tumbo yake. Kama si mimi basi tuingie tutam. Wanga nasema lazima tu yeye apewe deputy. Kama si yeye hiyo serikali haiko sawa na yeye. Wajaluo hawajaielewana. Na hapa nje wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hakuna kitu kama hiyo. Tuangalie mbele. Hii Kenya si ya kabila mbili. Hii Kenya si ya Mkale na hii Kenya si ya Mkikuyu. Na unapata pia kama Kindiki atamaliza 2042. Oscar Sudi anaichukua mpaka 2052. Inarudi kwa Wakale tena. Sisi Wajaluo sisi tumebebwa tu. Sisi tuko tu hapo, sisi ni mabiria. Oscar Sudi anaimaliza inarudia tena ni Nyoro huko. Bwana hatujalaaniwa. Wakamba ni mabiria tu kama sisi. So naona mwenye Kalonzo anazungushwa. Sasa amezungushwa hadi ametoa nywele za white. Surely. Hii Kenya si ya maandamano, ni si Wajaluo lazima tu tupatikane maandamano. Sasa zingine tupige siasa ya akili. Bwana mimi nilisema tu hata najichukia mbona nilizaliwa Mjaluo. Sio gani? Penye kula uongozi. Na wewe si ni Kamau. Mamangu alikuwa Mkikuyu, sijui Kenya alienda kuchukua huko Ujaluoni. Mapenzi. Sijui mapenzi ni kama mama yangu Central. Love. Inapeleka watu kwa maji huko penye uongozi hizi enda. Love. Tunatoka huko kwa waru na kabeji. Tunaenda kwa samaki yenye haina ladha. Bwana, sahi. Tunaomba William Samoei Ruto. Malizia. Mali huko. Sisi pia kama Ujaluo tupewe deputy. Ndio at least kama 2032 tukwenda tu deputy. Ilikuwa kwa history Wajaluo waliwahi kuwa deputy. Waliwahi kuwa deputy. Lakini hii yetu speaker tumelaniwa. Leader alikataa. Speaker siweje tunikuuzie hii dakika moja tu. Hii ya ODM. Hii ya ODM hakuna Kenya neuma kwa hii ODM. Kama baba yetu sasa hii tunamheshimu Uhuru. Tulienda pale juu ya bargaining power. Tukajua ODM utapewa deputy president.
Oburu anaambia Kindiki, tuko sawa, hatutaki deputy. Tunataka chief. Ati sisi tuko tu sawa, tuko broad base na hatutaki deputy. Surely. Na wewe unaongoza chama ya ODM. Bado alikuwa na bargaining power. Muongezo CS, mnataka deputy muongezo CS. Yaani bado Oburu anasema ati wao wako sawa, hata hii deputy president hawataki. Bwana sisi na uongozi tukipata maybe 2100 kama tumekufa wote.